Shenda Mtito TV. Shenda Mtito TV. Shenda Mtito TV. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Mtazamaji, ni wakati mwingine tena kukutana mahali hapa kwa lengo la kuzungumza habari za kimichezo. Leo kubwa zaidi tunakwenda kumzungumzia kocha mkuu wa timu ya Simba Sports Club, Mnyama Mnyamani. Kocha huyu ameinoa Simba kwa msimu mmoja na akifanikiwa kufika hatua ya fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Hii imewatesa makocha wengi kufika hatua hiyo ya fainali hadi ikapelekea Simba watani wa jadi zao kuwaita mwaka robo. Lakini Fadlu Davis amevuka hiyo stage ya robo hadi kufika fainali. Licha ya hivyo, msimu uliopita Simba ilishika nafasi ya 3 ikizidiwa alama 11 na Young Africans. Lakini msimu huu Simba imeshika nafasi ya 2 ambapo imezidiwa alama 4 tu na Young Africans, ambapo alama hizo endapo Simba angeshinda basi yeye ndiye angekuwa bingwa. Hii watu wengi imewashawishi namna ambavyo Fadlu Davis amekuwa akiongoza Simba Sports Club. Naitwa Christopher Beda, mwana Janduro, na nyuma ya kamera ni AP Classic. Naam, hapa nipo na mzee wa data Ramadhani Mbwaduke. Angalau na yeye nimgusie kidogo azungumze kwamba ni nini ambacho pengine Fadlu Davis anatakiwa kufanya katika msimu unaokuja wa ligi kuu soka Tanzania bara. Na mzee wa data yuko tayari hapa, na alikuwa akinisubiri tu mimi niweze kumkaribisha hapa. Na mzee wa data, natamani kufahamu kutoka kwako au kusikia kutoka kwako angalau kwa uchache tu Fadlu Davis kwa haya aliyofanya yote kwa Simba ameonekana kuwa amefanya vizuri sana. Labda una lipi la kumwambia kuelekea msimu unaokuja, kwa sababu katika makombe yote ambayo ameshiriki yote katoka kapa, lakini bado anapongezwa. Lazima apongezwe kwa maoni yangu kutokana na kile ambacho amekifanya msimu huu. Mengine umeshatoa briefing zako. Kwa mfano kwa ligi kuu Tanzania bara msimu uliopita walimaliza wa 3. Msimu huu wa 2, lakini msimu uliopita walipita point 11. Msimu huu wamepita point 4 na maamuzi yalifanyika katika mechi ya mwisho ya dabi ya Kariakoo. Ni katika msimu ambao Simba ilifanya squad overhaul. Wachezaji wengi ni wapya zaidi ya 15 mwanzoni mwa msimu, na yeye mwenyewe mpya. Kwa hiyo kulikuwa na kazi ya kuanza project, mradi mpya kwa timu, huku baadhi ya wachezaji wakisajiliwa ndani ya Simba wakiwa sio wazoefu wa nginja za michuano ya CAF. Wachezaji vijana kama kina Valentino Uma hawana uzoefu hivyo, kina Agustino Kejefa, Jasha Aua kwenye michuano ya CAF hawana uzoefu hivyo. Yani nimetaja tu mfano wa wachezaji ambao Simba wamewasajili. Wao walizingatia ubora, talanta, wana vipaji na ni potential, wana uwezo wa kuongeza kile ambacho alishakionyesha huko alikotoka. Jukumu hili akapewa Fadlu Davis. Sio jukumu dogo Chris, sababu wachezaji wapya halafu wengine si wazoefu, halafu wewe ndio unapewa uongoze. Na kocha mwenyewe pia kwa nafasi ya kocha mkuu wa klabu ya hadhi ya Simba, klabu namba 5 kwa ubora barani Afrika tunapozungumza, naye pia hana uzoefu hivyo kama kocha mkuu. Maana hapa lazima nafafanulie vizuri. Kwa sababu kabla ya hapo kwa mara kadhaa alikuwa ni caretaker, ashawahi kuwa kocha mkuu, lakini katika klabu kama Marisburg, lakini mpaka Simba wanamchukua alikuwa ni kocha msaidizi katika klabu ya Raja Casablanca ambako alitoka kutoa ubingwa ligi kuu ya Morocco, yeye na kocha wake mkuu Joseph Zimbawa. Kwa hiyo Simba wamemchukua kutoka kwa msaidizi, wamempromote kama kocha mkuu katika klabu ambayo ina malengo makubwa ikiwamo ushiriki mzuri kwenye michuano ya CAF. Lazima ili tulikumbuke. Lakini Fadlu Davis umri miaka 43 akafanya kwa kiasi kubwa, naweza kusema amepitiliza matarajio katika msimu wake wa kwanza, ingawa mwisho wa siku swali moja kubwa ambalo litakuwa linamtesa yeye, linaitesa Simba ni kwamba mmeambulia nini? Kwa hiyo zinabaki tu sifa zile small details ya yale aliyoyaongeza ndani ya kikosi. Mataji 0, mataji makubwa. Ligi kuu Tanzania bara hawakulitwaa, limetwaliwa tena na watani zao jadi Yanga kwa mara 4 mfululizo. Lakini kombe la shirikisho la benki ya CRDB wameishia nusu finali kwa kutolewa na Singida Black Stars. Kombe la shirikisho barani Afrika CAF wamekwenda mbali zaidi wakafika finali. Ukizama ndani zaidi, Fadlu Davis miongoni mwa waliomfanya kwa kiasi kikubwa anaweza kusema amefanikiwa, ingawa hakutwaa taji. Hapa ni msisitizo. Napozungumza kufanikiwa na linganisha Simba msimu uliopita ilipofikia na Simba msimu huu. Kwenye ligi ya ndani Simba ilimaliza ya 3. Tumeshatoka kulizungumza hili. Msimu huu ligi kuu hii ya ndani imemaliza nafasi ya 2, ambayo ni achievement kwa sababu sasa Simba inakwenda kushiriki ligi ya mabingwa, sio kombe la shirikisho. Points tofauti, margin kati ya wao na bingwa
imekuwa pointi 4 tu, na tena walikuwa na uwezo lau kama wangeshinda katika zile dakika 90 za dabi, pengine wangekuwa mabingwa. Msimu uliopita hawakuwa na fursa hii kwa sababu tofauti yao na bingwa kama ulivyotoka kueleza mwenyewe ni pointi 11. Fadlu ndiye mwongoza maono ya Simba kwenye kucheza kwa msimu huu, kwa lazima ana pongezi zake. Simba ikawa tayari na identity yake katika kucheza. Chini ya Fadlu Davis, golikipa, kuna na walinzi 4, viungo wawili wa ukabaji, viungo 3 washambuliaji, mshambuliaji kinara mmoja. Baadhi ya mechi ananyumbulika kulingana na mwendo wa mechi. Mechi kama Singida Black Stars ya mzunguko wa pili wa 21 bila, katika kipindi cha pili alikuwa na walinzi 3, kwa maana baada alipoingia Abdulrazak Hamza wakawa na Shamu Karabu, lakini vile vile wakawa na Shemalon Fondo, wakawa na 3-5-2. Unaona Simba inanyumbulika, lakini ni Simba ambayo msingi wake mkuu kwenye kucheza ni kucheza zaidi katika eneo la nusu ya pili ya uwanja, yani kuwafanya wapinzani wasiwafikie sana wao, bali wao ndio wana mpira katika eneo lile. Matokeo yake ni kuongeza fursa za kufunga, lakini kupunguza fursa za wapinzani kuwafunga, kwenda kufunga, kwa sababu mpira muda mwingi wanakuwa katika eneo la wapinzani ambao wanajikuta muda mwingi wakihangaika kuokoa. Lakini pia umiliki wa mpira, Simba mechi nyingi imekuwa dominant, lakini na kufika katika eneo la mwisho na kufanya majaribio ya kufunga, ambayo sasa kwenye kutekeleza sasa mipango kazi ya kocha Fadlu Davis, unagundua baadhi ya nyakati alikuwa anakwazwa na ufanisi wa wachezaji wake kwa level zao mmoja mmoja. Hapa tunazungumzia ubora ambalo hata baada ya mechi dhidi ya Yanga alipozungumza aligusia kwa kiasi fulani ambacho pengine msimu ujao management ya Simba ikimuunga mkono anaweza kapiga hatua zaidi. Nikupe mfano Chris. Katika kombe la shirikisho ambalo Simba walifika fainali, Simba ndo timu iliongoza kwa kupiga mashuti mengi dhidi ya wapinzani. Mpaka michuano inakamilika Simba walipiga mashuti 174. Lakini wakafunga mabao 12, ambapo unaona uwezo wa kubadilisha nafasi kwa mabao ni around 7%. Ni kiwango cha chini mno ambacho uwezo kambana Fadlu Davis kama kocha, kwa sababu kocha mpango kazi wake ni kutumia kila mbinu anayojua kufika katika eneo la mwisho, halafu ipatikane nafasi ya kufunga. Wa kufunga sasa hapa sasa sio timu, ni mchezaji mmoja mmoja anayekutwa na fursa hiyo. Umeshaelewa vizuri? Sasa hapo kocha shughuli yake inakuwa imeisha. Simba kwenye kufunga wakawa wajitendei haki, mashuti yao nakutajia wanatoka kuyapiga hayo mashuti 174, halafu mabao 12. Mechi waliocheza dhidi ya RS Berkane kule Morocco, wakati wanafungwa 2 bila, Simba walipiga mashuti 9, hakuna hata moja limelenga shabaha. Mechi iliyochezwa New Amani Complex, nazungumzia finali 2 zile, walipiga mashuti 7, wakafunga bao 1. Hilo bao 1 ndio shuti pekee la kulenga shabaha lilifungwa na Joshua Budo Mutale katika kipindi cha kwanza. Bas kipindi cha pili chote hakuna shuti lilolenga shabaha. Kwa hiyo mechi 2 na dhidi ya RS Berkane Simba ilipiga mashuti 16, 1 on target. Wapinzani wao walipiga mashuti ya kulenga shabaha mashuti 12. Kule Morocco kwao walipiga mashuti 6 ya kulenga shabaha. Alafu hapo New Amani Complex walipiga mashuti 9, 6 amelenga shabaha. Kwa hiyo RS Berkane walipiga mashuti 12 ya kulenga shabaha, Simba dakika 180 shuti 1 la kulenga shabaha, ingawa mashuti kwa ujumla walipiga 16. Hapa peke yake nakupa picha. Kwenye ligi kuu Tanzania bara kabla mechi dhidi ya Yanga, Simba walipiga mashuti 312, 180 amelenga shabaha, halafu wakawa wamefunga mabao 69. Simba kwa sababu goal conversion rate kwenye ligi ilikuwa around 22%. Hii nimetaja hizi takwimu hasa kwenye mashuti kuashiria kwamba mpango kazi wa kocha Fadlu Davis kwa kiasi kikubwa ulikuwa unatiki, wanafika kwa wapinzani, wanafanya majaribio, ila wale wenye majaribio hayo ya kufunga kuna baadhi ya nyakati walimuangusha, ambapo kocha uwezo kumlaumu kocha, uwezo wake ni kuifanya timu ifike. Narudia tena ile swala la kuchukua mpira kuweka wavuni, kocha hapo utakuwa unamuonea. Sasa Simba kwenye shirikisho barani Afrika CAF ndio kinara wa kupiga mashuti mengi kama nilivyotoka kueleza. Kwenye ligi kuu Tanzania bara ni ya pili baada ya Yanga. Yanga kabla mechi ya finali, mechi ya mwisho ya ligi walikuwa wapiga mashuti 350, Simba ya pili mashuti 312 kama nilivyotoka kueleza. Sasa hapa nakupa tu shahidi kwamba Fadlu Davis kuna kitu amekileta ndani ya Simba, uwezo wa kufika kwa wapinzani na kufanya majaribio ya kufunga. Maana yake management lazima ikae naye muunge mkono katika kusajili, kuboresha baadhi ya maeneo atakayoainisha, likiwamo pia eneo la kubadilisha nafasi kuwa mabao. Mfano kwenye kombe la shirikisho kabla ya mechi ya finali ya pili dhidi ya RS Berkane, Simba Steven Dese Mukwala si ndo miongoni mwa washambuliaji pale, alikuwa amepiga mashuti 14 yaliolenga shabaha mashuti 2.
Umeshanielewa? Na ndio alafu akawa amefunga hayo likiwamo lile bao lofunga dhidi ya Al Masry kwa kichwa. Ndio mashuti ya kulenga shabaha kabla ya mechi ile ya finali ya pili dhidi ya RS Berkane. Lionel Ateba Mbida yeye nafuu alikuwa amepiga mashuti 15, 7 amelenga shabaha, akawa amefunga mabao mawili. Sasa hawa ni washambuliaji. Hapa nimetaja tu baadhi ya maeneo ambayo pengine watafikiria namna gani ya kuboresha, lakini kwa kocha Fadlu Davids pamoja na haya ambayo mimi maelezo yangu naona kama vile namfagilia, nampa maua yake, ana kasoro zake na yeye ambazo akikaa chini bila shaka ataboresha zaidi. Wakati akizungumza alisikika akitaja baadhi ya wachezaji ambao bila shaka yeye ndo amesajiliwa kwa jicho lake. Yaani kwa maana kwamba ama yeye alikuwepo au tayari ushirikishwaji vyovyote vile, lakini kuna Lionel Ateba Mbida, kuna Mpanzu na kuna nadhani na Kamara. Waliobaki wote kwa lugha nyingine hakushirikishwa. Sio mbaya kwa sababu kwenye klabu zetu hizi hilo sio jambo la ajabu na sio sababu kocha afanye vibaya kwa sababu eti wachezaji kawakuta. Hiyo ipo duniani kote. Sio mara zote kocha wachezaji wote anasajili yeye. Kwa sababu unaweza kusajili alafu kashindwa kuendana na mipango ya muda mfupi ya klabu, akashindwa kuvumilia akakutimua, atakaye kuja atawakuta wale hawezi naye akatimua wachezaji wote. Si ndio? Kwa hiyo wachezaji manake msimu ujao atakuwa na room, atakuwa na nafasi ya kujazia wale anaowataka yeye kwa mipango yake. Nadhani umeelewa vizuri. Sasa katika msimu huu kwa mfano Fadlu Davids pengine inaweza ikawa hasi, ila yeye ndo anajua zaidi. Maana sisi tukikwa nje kuongea rahisi, yeye ndo anawafahamu vizuri wachezaji. Unajiuliza kwa mfano Deborah Fernandez, Mavambo hivi kweli hafaiki hivyo kabisa hata pale timu katikati inapokuwa imeshikwa. Kwa mfano kuna Kagoma, kuna Ngoma. Hata mpira unapoonekana kuwakataa katika siku husika bado atabaki nao hao labda waumie. Kweli kabisa Mzamiru alikuwa na injuries. Anyway, Agustino Kejefa kwamba ameshindwa kabisa. Ushanielewa? Nakupa mfano. Maki sio kwa kuongea tu jumla. Mechi ya Simba dhidi ya RS Berkane kule Morocco ambapo Simba walifungwa 2-0. Miongoni mwa wachezaji ambao ni wazuri sana, bora sana msimu huu ndani ya Simba. Lakini kwenye mechi ile haikuwa kubali, ilimkatalia ni pamoja na Fabrice Luamba Ngoma. Aliachwa dakika 90 uwanjani. Lakini yeye akiwa kama kiungo katika ule mfumo wa viungo wawili pale kati double pivot yeye na Kagoma. Dakika 90 Ngoma hakurukia mpira wote wa juu. Dakika 90 Ngoma hakupigania mpira wote wa chini. Tunasema aerial duels, ground duels, 0. Dakika 90 kumbuka. Lakini ni katika mechi ambayo hakufanya kitu kinaitwa tackling, kuingia uvunguni kuchukua mpira kwa wapinzani. Dakika 90. Umeshaona? Hapa nakupa tu ushahidi. Hasa kama kiungo pale kati, takwimu zake katika maeneo haya, wakati ni eneo ambalo wakati mwingine unatakiwa ucheze kazi chafu, unakuwa na takwimu za 0-0 kwenye mipira ya juu, mipira ya chini. Sio kwamba ameigombania alafu wapinzani wake wakamzidia, la hasha. Ilikuwa inasoma 0 kwenye kupigania, 0 hiyo ya juu ya chini, 0 kwenye tackling. Sasa hii maana yake ni kwamba kwa siku ile Ngoma kwenye majukumu kama kiungo ukabaji ambako ndiko RS Berkane walipatumia kuwadhuru Simba kwa sababu kiungo wao alikuwa analinda ukutao pale nyuma katika mfumo wao wa 4-1-4-1 alikuwa ni Mamadou Lamine Kamara. Aling'ara sana katika mechi hiyo, alifunga bao, alitoa pasi dakika 38 ambayo mwisho wa siku ingeweza kuna pasi alitoa kwa ufupi ilizaa bao ambalo hata hivi ilionekana kwamba ni offside, lakini dakika 38 inayotaja alipiga shoot ambalo hata hivi alikuzaa bao. Yani ni kwamba aliwatibulia Simba mipango yao. Alikuwa namba 6 mgongoni, Mamadou Lamine Kamara, mchezaji wa kimataifa wa Senegal, urefu zaidi ya 6. Ilitarajiwa katika siku kama hii huyu ambaye ni kiungo ukabaji, lakini kwa namna ambavyo RS Berkane walikuwa wanatamba pale kati, akawa anachomoka anaenda kutekeleza majukumu ambayo hatazamiwi sana kwenye kushambulia eneo la mwisho. Anapita pale kati ambapo wapo Kagoma, yupo Fabrice Luamba Ngoma. Ni ushahidi kwamba kwa siku hii hasa yeye Ngoma, kwa sababu Kagoma walau siku alifanya attempt, alipigania mfano mipira ya chini takriban 9, akafanikiwa takriban mipira 3. Yeye ni 0-0 juu 0 chini. Haikumkubali mechi siku ile ambayo unaona sasa kama kocha Fadlu Davids angekuwa na watu sahihi walau wanaoendana na mipango yake. Huu ni ushahidi kwa mechi ile ni kwamba pengine angempumzisha Ngoma akamleta ambaye anacheza kama Ngoma anavyotaka. Sasa pengine mwalimu alifanya tathmini akaona Ngoma pamoja na upungufu bado anamuofa kuna kitu kizuri zaidi hasa katika utoaji pasi pengine kuliko waliopo nje. Labda hizi tunasema labda kwa sababu yeye ndo ana majibu zaidi.
Lakini vinginevyo ni kwamba yeye alikuwa changamoto anakutana nayo ndio hii, inaweza ikawa kwenye ndo rasilimali watu walionao, lakini wengineo unaweza kukuta na yeye pia katika sabu zake, kwa mfano nyingine zilikuwa kama unaona kama maswali ni mengi, ingawa mimi hapa naongea kwa kujizuia kwa sababu kuna taarifa ambazo sisi tunaangalia kwa nje hatuna, yeye ndo anazijua zaidi maana ni kocha. Ikumbukwe kocha ili afanye vizuri lazima apate ushirikiano na anawategemea ni wachezaji. Kocha kama Fadu Davis kaja katua Simba, suala la kuhusiano wake na wachezaji wake ni kazi. Sio kwamba kuna mtu labda familia yake, mjomba wake, kaka yake, mdogo wake, la hasha. Ni uwezo uwanjani. Wamekutana Simba. Lakini ukiona sasa mpaka kuna wachezaji anawachezesha wao kila mara wengine wapati, maana yake maswali yaanze kwa wachezaji husika kwamba pengine mazoezini hawamuonyeshi kile anachokihitaji zaidi kwenye mpango kazi wa mechi, ambayo hii sasa inaweza ikawa pia na challenge kwake kwamba pengine hiyo mipango yake kwa wachezaji aliyokuwa nao walikuwa wendani, basi yeye wakati mwingine mfumo au badilishe ili kuendana na rasilimali watu alionao. Hizi ni baadhi ya changamoto ambazo kwake yeye juu ya hao alionao mkononi anawatumia kwa kiasi gani ili kumletea matokeo. Lakini kwa ujumla naweza kusema alikoitoa Simba msimu uliopita na kwa msimu huu tena kwa wachezaji ambao wengi ni wapya, wengi umri walikuwa wafiki miaka 25 kama kina Joshua Budo Mutale kwa taarifa zilizo rasmi, kina Agustino Kejefa, kina Jashaua, ni dhahiri kwamba ana mengi mazuri chanya ambayo management ya Simba kama wanakuwa nayo wanapaswa kumuunga mkono na kumsikiliza anataka aboreshe maeneo gani ili mwisho wa siku watimize mipango yao kama klabu kwa msimu wa 2025 2026. Kwa ujumla tu ana mengi mazuri kwa jicho langu mimi kuliko hasi. Hata mimi nikushukuru sana. Shukrani jazila. Inawezekana ukajiuliza, hapa ni wapi? Hapa ni Kisasa Dodoma na hii ni Brand Hotel. Je, unatafuta mahali pa kukaa wakati wa weekend au safari zako za kikazi? Basi unapofika Dodoma, ichague Brand Hotel. Ni hoteli ya kifahari, chaguo kamili kwako, yenye mandhari nzuri ya kuvutia. Tunajivunia huduma bora ya malazi, chakula na vinywaji. Utapata free breakfast, free wifi, free swimming pool. Vyumba vyetu ni vya kisasa na vifaa vya kipekee vinavyofanya siku yako kuwa ya kufurahisha na yenye kumbukumbu nzuri. Pia tuna kumbi za kisasa kwa ajili ya shughuli mbalimbali na garden ya kupigia picha. Tunapatikana Kisasa, Dodoma, Tanzania. Fanya booking online kupitia booking.com. Wasiliana nasi kwa simu namba 0773467756. Email brandhotel14@gmail.com. Brand Hotel, tunaamini kwenye ukarimu na huduma bora.